Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Ujambo mzee? Jambo sana. Majina yako tafadhali? Mimi naitwa Alimasi Kubali Matokeo. Mimi ni SA wa 3e batayo ya CNPCC inayoongozwa na komanda batayo Shalumba Rionari. Naam. Kejeli zipo nyingi kwenye shamba la mapambano kwamba nyinyi pengine hamfiki na hamfanye kitu. Kuna wengine na kejeli kwamba wazalendo wataweza nguvu za M23. Una mengi ya kusema kuhusiana na hilo? Ndugu mtangazaji, naweza nikuambie kitu fulani kimoja. Sisi tulitoka hapa tukaenda kwenye vita, tukaenda zuia adui. Adui anaonekana ana nguvu. Adui ana nguvu. Yoyote mwenye anasema adui kuna nguvu, ule ni adui na yeye. Kwa nini? Awapende sisi tuchangamane, il faut tupige ule adui. Tanke mimi nilifika Nyamtende, nikafika Toyota, vita ya Nyangezi. Ijapokuwa kwa sasa niko nasema niko mvile ya Baraka. Tunakuya kumapumziko juu ya madhaifu yenye tulipata katika vita yetu ambapo tulienda pambana na M23 au adui mwenye anagrese inji yetu. Naam. Kwa mujibu wako, unadhani kwamba wale wanaozungumza ni maadui tu au wanachukia mfumo mzima wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mimi ninaona wale ni maadui kwa sababu katika shamba la mapambano mimi nimeona hata watu wa inji wa Kongomani wako katika wanajiunga na waasi na wale wa M23. Wakati nilipokuwa katika shamba la mapambano nimeona Wakongomani na wanatupiga sisi wazalendo. Nikiona mtu ambapo anayosema se nyinyi mnashindwa amu avance, nina comprendre ule mtu ni adu, ni enemy kwangu. Akwe raia, akwe jeshi, mimi ninaelewa ni adui ngambo yangu. Jinsi nilivyoona katika vita. Sawa, katika vita sawa yalisema na ukaona vile. Katika jiji la Baraka umeshatembea, nadhani umeshafanya takriban siku 15 hapa. Na kwa Baraka nako kuna watu wa aina hiyo ambao wanazungumza hivyo? Watu wa Baraka napenda kuwaonya. Kwa sababu wanaingia mulengo la waasi. Kwa sababu ya nini? Mimi napozunguruka katika kijiji cha Baraka au mvile ya Baraka, watu wanaongea walisha kamata wapi? Kwa nini wewe unasema walisha kamata wapi na wewe uko wapi? Au ulituma mtoto wako, ulimtuma mtoto wa shangazi yako, ukatuma mtoto wa mjomba wako aende apambane? Wale wenye unaowaambia se walishindwa, wanashindwa kukamata ni wanani? Na considere na wewe uko adu. Naonya watu ikiwa raia, polisi, FRDC ya Baraka, mwenye atasema ile neno, sisi jeshi la CNPCC tutamufuatilia, tutakonsidere ni adu. Kamata ilikuwa miezi ya kupita hapa, kulikuwa kamata kusema ya kukisia watu pengine wanatumika na waasi. Kwa upande wenu je, mliwahi kuvifanya hiyo? Tumefanya hiyo ndugu zangu. Hapa Baraka watu wenye walitumika na Bwana Kabila wanafata ile mkondo ya Banyarwanda. Na wale watu njoo wanasumbua hata jiji la Baraka. Hata adui anaweza kaingia hapa. Ni watu wenye walitumika mu RCD. Wakatumika na ule mtoto wa Kanambe, ule Bwana Yosefu Kabila. Njoo anasumbua na akatia ile pipinyere ya mubaya hata mjiji letu la Baraka na mu territoire ya Fizi. Unadhani ni nini hasa wanafia? Nini wanataka kufanya na wazalendo wanapigania nini hasa? Sisi tunapigania haki ya nchi yetu. Naacha watoto wangu munyumba bila hata kopo la unga, hata kopo la maharagi. Mimi najitoa mwili wangu. Niende nipambane juu adui anagrese nchi yetu. Kwa sasa mimi napoacha vile, wengine wanahitaji makuta. Wapate makuta bwana. Ndugu mtangazaji, tusifichane, tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Hii ni dunia, tuambiane ukweli. Yeye anahitaji apate makuta juu ajenge manyumba, afanye aonekane yuko mtu fulani. Sasa mimi niko mtu wa maisha ya kuchoka, tena najitoa naenda pigania nchi. Wewe unataka nini kwetu sisi ambapo tunayojitoa juu ya nchi?
Yani anataka utajiri kuliko kupigania anataka inji. Utajiri kuliko inji, yani utajiri njo anataka kuliko kupigania au kulilia inji yake. Unamwambia nini Felix Antoine Tshisekedi? Mimi naweza ambia Felix Tshisekedi, presida wa inji, angalie gisi atasotenire wazalendo walio katika shamba la mapambano. Kwa sababu leo kuna slogan ambapo yenyewe inatawanyika Mkongo mzima au inji mzima. Wazalendo, wewe unajiita huku mzalendo, tena unanyanyasa raia. Unashindwa kwenda kupiga adui, wewe unatia makamba na kutia byako vyenyewe, wewe unajijua juu ya anasa, unatembea na mabunduki kumamoto muvile ya Baraka au muteritwari ya Fizi. Nianza ambia presida angalie wazalendo wenye wanajitoa juu ya kupigania inji yetu isikuwe agrese na adui. Atungilitoka huku haraka twende tuzuie adui kule, atungekuwa hapa ndugu mtangazaji. Hata leo aungi ni oji, tungilikuwa tuko mbali sana Tanzania mazambi, lakini tulijitoa tukaenda zuia adui. Lakini wengine vile wana kritike, lakini ninaonya watu wenyewe wana kritike. Mwenye nitakuta we raia awe soda we nani, wamesha kamata wapi, tutamshughulikia sisi jeshi ya SNPCC inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri ya Kotombo. Asante sana, nashukuru. Asante na mimi nashukuru sana. Asante. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.